Ili usipitwe na matukio mbalimbali na uwe wa kwanza kutazama video zetu, tafadhali bonyeza neno subscribe hapo chini ya video hii, kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea. Asante. Moja kati ya habari kubwa ambayo siku leo imeweza kutrendi huko kwenye mitandao ya kijamii, lakini pia imeweza kubeba headline kubwa, ni baada tu ya Wema Sepetu kuweza kuzungumza kwa uchungu mkubwa, lakini pia amezungumza kwa hasira kwa sababu watu wengi sana wamekuwa wakizungumza maneno mitandaoni kwamba ni kwa nini Wema Sepetu ameahirisha 40 ya mtoto wake. 40 ya Wema Sepetu aliweza kuipanga tarehe 23 ya mwezi wa 7, lakini hiyo tarehe ilipita, Wema Sepetu hajaweza kufanya hiyo 40 kumfanyia sherehe mtoto wake. Watu wakawa wanajiuliza sababu ni nini? Kwa sababu ukiangalia Wema Sepetu aliweka viingilio vikubwa, lakini wengi waliahidi kwenda, wengi wakaahidi kuchukua kadi kwa ajili tu ya kuhudhuria hiyo 40 ya Baby Olly. Na ukiangalia kiwango cha chini zaidi katika ile listi ya viwango vya kiingilio katika 40 ya Baby Olly ni 100,000. Kiwango cha chini kabisa ilikuwa ni 100,000. Sasa vipi? Kwa nini 40 haijafanyika? Wema Sepetu ameweza kuzungumza makubwa sana baada tu ya kufanya ile hakika ya mtoto wake. Alimfanyia mtoto wake hakika, tulishuhudia watu wengi walienda, watu wengi walihudhuria, na wengi walitoa zawadi kwa asilimia kubwa sana. Mastaa wengi mbalimbali tuliwaona, wakina Auntie Ezekiel, wakina Wolper, wote walihudhuria katika hakika ya mtoto wa Wema Sepetu. Sasa watu wengi walitarajia kwamba baada ya ile hakika tunasubiri 40 ya tarehe 23 ya mwezi wa 7, ambapo 40 hiyo ilitarajiwa ingekuwa kubwa kuliko hata ile hakika ambayo ilifanywa ya mtoto wa Wema Sepetu. Sasa kumbe Wema alikuwa na sababu kubwa kwa nini hajafanya ile 40 ya mtoto wake, na sababu kubwa Wema Sepetu anadai, jamani, watu walitaka kumloga, watu walimloga. Watu wengine waliokuja katika ile hakika kwa ajili ya Baby Olly walimloga, walimpiga kijicho Wema Sepetu. Wema Sepetu leo amefunguka. Ngoja nikuoneshe hapa kupitia katika kurasa wake wa Snapchat. Kwanza kabisa kuna ujumbe wa kwanza ameweza kuandika, akasema hivi: haya nyie waja mnaodai 40 mtasema mtoto ni wa kwenu. Mbona kama mampovu yanawatoka sana? Mmenikosa kosa kwenye hakika ndo mlitaka kuja kunimaliza sio? Mnikome. Huo ni ujumbe wa kwanza ambao Wema ameweza kuanika akiwa anaeleza watu kwamba nyie mnaolilia 40 huyu mtoto ni wa kwenu. Wema anajisaulisha, jamani, huyu mtoto ni wa taifa, ni wa kwetu ndio. Haya, kuna ujumbe mwingine ameweza kuandika, amesema nimeumwa magonjwa ya ajabu ajabu nikajua na kufa ebu. Alafu ujumbe mwingine akaweza kuposti zile bili za hospitali ambazo ametumia baada tu ya hao watu kumpiga kijicho kibaya. Alafu akasema pumbavu. Inaonekana wazi Wema amejua kabisa kuna watu wengi sana ambao wanajifanya wanampenda kumbe hawampendi, kwa sababu ukiangalia katika ile hakika walihudhuria watu wake wa karibu sana. Na ndio maana Wema ameshauriwa sana, huyu mtoto ampumzishe, huyu mtoto akae naye ndani, huyu mtoto ampe muda wa kupumzika, kulala. Jamani, watoto wadogo wanakuwa na usingizi, ili mradi kuvuta mwili, amnyonyeshe, amtulize. Hizi mambo za hakika 40 tusubiri tu birthday. Jamani, Wema Sepetu, mbona ni kama vile huu uzazi au kuwa mama kuna muyumbisha sana. Hebu ukiangalia hapo, tayari yeye ni mzazi ambaye alitakiwa kukaa ndani kutulia na mtoto wake, lakini ndo kama hivi heka zimemsababisha mpaka anaumwa. Mama mwenye mtoto akiumwa inamuathiri pia mpaka mtoto, kwa sababu ukiangalia mzazi anaumwa, anakinyonyesha, ananyonyeshaje? Anamnyonyesha mtoto maumivu. Wewe kama shabiki unalipa la kuzungumza, tuachie maoni yako, lakini pia usisahau kusubscribe, kulike na turn on notification bell.